Karibuni tena wapenzi watazamaji katika kipindi kingine cha Sabasaba na PPR. Maonyesho ya Sabasaba akiwa sasa yamefika ukingoni kabisa. Jina langu naitwa Pascal Mayala. Karibuni. Baadhi ya taasisi ukizitembelea, wale watu kwenye mabanda wanaogopa kuzungumza kwa sababu mkurugenzi mkuu anakuwa hayupo. Sasa kwa upande wa sisi Sabasaba na PPR, tukienda mahali popote kwenye banda la mtu yoyote, haijalishi kama mkurugenzi mkuu yupo ama hayupo, unatuambia tu mkurugenzi mkuu yuko wapi. Sisi tutamfuata huko aliko, tutazungumza naye, alafu tutarudi kuingia bandani. Kwa hiyo tulipokuja hapa TPDC, tukaambiwa mkurugenzi mkuu hayupo, yuko kwenye mkutano muhimu pale Piko. Tumeamua sasa tunaondoka kidogo hapa uwanjani, tunakwenda mara moja pale Piko kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa TPDC, alafu tukishazungumza naye tutarudi hapa uwanjani, alafu ndio tuje tuingie ndani ya banda lake. Bwana Ima, twenzetu mara moja hapo Piko Hotel. Wapenzi watazamaji, sisi watu wa Sabasaba na PPR tuko kwenye viwanja vya Sabasaba. Nilipata bahati ya Piko kukutana na mkurugenzi mkuu wa TPDC na wana banda zuri sana pale Sabasaba. Tukianza kwa mkurugenzi, ukiondoa mambo ya mkutano huu, nimeona mnashiriki Sabasaba kwa nguvu sana. Kuna nini kwenye banda lenu la Sabasaba pale Kilwa Road? Kwenye banda letu la Sabasaba Kilwa Road, kwanza niseme sisi ni washiriki karibu ni wa kudumu miaka yote, na kila mwaka tunajaribu kuongeza ubora wa banda letu. Pale ukienda unajifunza mambo mengi kuhusiana na mnyororo mzima wa mafuta na gesi. Kuanzia miradi ambayo tunafanya kazi ya kutafuta mafuta na gesi, kuzalisha na kusambaza. Na kwenye kusambaza, kwa mfano, utapata kuona pale gari ambazo zinatumia gesi iliyoshindiliwa, yani CNG, na taarifa zaidi wapi unaweza kubadilisha gari yako ya petroli kuweza itumie CNG, gharama. Kwa mfano saizi CNG bado kilo ni shilingi 1550 wakati mafuta yako kwenye 4000. Kwa hiyo utapata taarifa za jinsi ambavyo ni nafuu sana kutumia gesi. Lakini pia kuna teknolojia za kisasa pale, hizi zinaitwa VAR, ambapo tuna VR, virtual reality. Kuna kama video ile ukivaa unatazama miradi yetu kule inakofanyika kama vile uko kule, visima vinakochimbwa kule, gesi inakotoka. Sasa kuna mambo mazuri sana pale. Basi wapenzi watazamaji, mnaokuja kutembelea viwanja vya Sabasaba, mkija msiache kupita kwenye banda la TPDC, muone mambo mazuri ya gesi, muone hizo virtual reality za miradi ya TPDC, na muweze kuona jinsi TPDC inavyolisaidia taifa, kwa mmoja ya mabanda ambayo wanashiriki Sabasaba zote. Na mimi pia nikitoka hapa, panapo majaliwa nitatembelea kwenye banda la TPDC kuonyesha nini ndani ya banda. Kama mlivyomsikia mkurugenzi mkuu wa TPDC Bwana Musa Makame pale Piko Hotel, sasa ndio tumekuja kwenye TPDC yenyewe hapa ndani ya Sabasaba. Mnaweza mkaona TPDC wanakuambia gesi asili, nguvu ya maendeleo, fursa kwa taifa. Yaani ina maana kwamba hii gesi asili ndio itakaofanya Tanzania ibadilike na kwenda kuwa nchi ya uchumi wa kati na uchumi mkubwa. Hapa mbele mnaweza mkaona lile gari ambalo lilizungumza. Hili tutalizungumzia sehemu ya mwisho kabisa wakati natoka ndani ya banda. Ukiingia tu hapa ndani ya banda la TPDC, unapokelewa na receptionist. Unaona dada ana smile vizuri kabisa na kuna kitabu cha wageni. Alafu sasa ndani ya banda hili la TPDC kuna upande unaweza kaona wanakuambia TPDC over the years. Yaani TPDC wametoka wapi? Na ofisa wa TPDC atajitambulisha jina na kutueleza sasa ndani ya banda la TPDC kuna nini na nini. Kwa jina naitwa Francis Mpokela, mimi ni afisa uhusiano mwandamizi wa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania, yani TPDC. Hapa Sabasaba kama ilivyo kawaida yetu, kila mwaka huwa tunashiriki kwa lengo la kutoa status au maendeleo ya shughuli zetu mbalimbali za utafutaji wa mafuta na gesi, lakini pia biashara ya mafuta na gesi nchini kwetu, na kwa namna gani zinatengeza tija katika kukuza uchumi wa nchi. Kwa hiyo utaona hapa tunatoa kama historia au tulikuwa wapi na sasa hivi tuko wapi. Mtaona mwananchi akifika hapa anapata nafasi ya kujua mwaka gani shirika lilianzishwa, lakini lilianza kufanya kazi mwaka gani, ugunduzi wa kwanza kwenye kisima chetu cha Songosongo mwaka 74 na mambo mengine mengi kama unavyoona hapa. Lakini kwa namna gani ikiwa kama kampuni ya mafuta ya taifa tumeweza kusaidia au kushiriki kamilifu katika mstari wa mbele kupeleka mafuta
katika tunasema wale wanajeshi wetu wale mahiri ambao waliwezesha kuweza kushinda vita vya Uganda. Kwa hiyo utaanza kuona kwamba kwa namna gani shirika la mafuta ni muhimu katika usalama wa nchi. Lakini yapo mengi, utaona mradi wa EACOP, vyote vinaonekana hapa. Tutaonyesha pia namna ambavyo gesi asilia tumeweza kuwafikishia viwanda, na sasa hivi tuna viwanda zaidi ya 59 vinatumia gesi asilia. Kwa hiyo humu ndani tunasema ukifika humu basi utakuja kujua kwamba kwa nini nishati inakuwa ndio tunasema tija kubwa au ndio kitu kikubwa kinachogombaniwa na mataifa mengi makubwa duniani, kwa sababu ukiwa na nishati ni usalama wa nchi. Nchi yako ikiwa salama, maana yake uchumi wako unakuwa salama na unakuwa wewe utakavyo. Kwa majina naitwa Johannes Kakoki, niko idara ya mkondo wa juu upstream, ni mtafiti. Hapa kwenye upande wa upstream utaweza kuona miradi ambayo tunaendelea nayo kwenye shirika la TPDC. Upande wa upstream tuna mradi wa Air Swembere, ambapo kule tunachukua data za mitetemo kwa mfumo wa 2D ili kuweza kuona mashapo yaliyoko chini ya ardhi au miamba, ili kuweza kujua kama kuna uwezekano wa kupata nishati ya mafuta na gesi. Lakini pia kuna mradi mwingine unaitwa Lindi Mtwara, nako huko pia tunafanya utafiti wa mitetemo. Tunachukua data za mitetemo za 3D ili kuweza kujua pia kubaini mashapo ambayo yana uwezekano wa kuwa na nishati ya mafuta na gesi. Lakini pia kuna mradi mwingine wa Mnazi Bay ambapo tunachimba visima kwa ajili ya utafiti pamoja na kuongeza uzalishaji. Lakini pia kuna mradi mwingine unaitwa Antoria. Huu mradi wa Antoria kuna ujenzi wa bomba unaendelea kwa ajili ya kusafirisha gesi kutoka kwenye eneo la Antoria na kupeleka eneo la Madimba kwa ajili ya uchakataji. Na wenyewe pia ni mradi ambao tunaendelea nao. Visukuku hasa ni masalia ya viumbe hai au tunaita kwa Kiingereza tunaita fossils. Ni viumbe ambao waliishi miaka mingi iliyopita, ambao hasa ndio wanaotengeneza mafuta na gesi. Baada ya miaka mingi kuwa wamerundikwa kwenye miamba, na kutokana na joto pamoja na mgandamizo ambao uko chini ya ardhi, yale masalia au visukuku hubadilika na kuwa nishati ya mafuta na gesi. Na hasa huu utafiti wa mafuta na gesi unafanyika kwenye miamba aina ya miamba ambayo inaitwa miamba tabaka. Tunatumia visukuku au data za visukuku kuweza kujua kwanza umri wa miamba, lakini pili kujua mazingira gani hii miamba ilitengenezwa, labda kujua kama labda ni sehemu ya baharini, wakati huu mwamba unatengenezwa ilikuwa ni sehemu ya baharini au ilikuwa ni sehemu ya nchi kavu. Lakini pia kwa kutumia data za visukuku tunaweza tukajua ukomavu wa yale masalia kuweza kutengeneza mafuta na gesi. Je, yalipata lile joto ambalo linatakiwa kuweza kutengeneza mafuta na gesi? Kwa kupitia data za visukuku tunaweza tukajua hizi taarifa zote ambazo ni muhimu sana kwenye kufanya tafiti za mafuta na gesi. Kwa majina naitwa Daudi Enoki, ni mhandisi mitambo, natokea Gasco, kampuni tanzu ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Gasco kama nilivyosema, kampuni tanzu ya shirika la maendeleo ya petroli TPDC imepewa jukumu la kusimamia, kuendesha, kuitunza na kuitengeneza miundombinu ya gesi asilia. Nikisema miundombinu ya gesi asilia namaanisha tuna processing plant mbili, ambayo moja iko Mtwara eneo la Madimba yenye uwezo wa kuchakata futi za ujazo 210 milioni kwa siku, na mitambo mingine ipo Lindi Songosongo Kisiwani yenye uwezo wa kuchakata futi za ujazo 140 milioni kwa siku. Baada ya gesi kuwa imechakatwa, inasafirishwa kupitia bomba kwa maana ya pipeline kutokea sehemu zote hizo mbili, na inakutana Somanga Fungu, na ikikutana Somanga Fungu linakuja bomba moja kwa moja mpaka Kinyerezi, ambapo tunaita Kinyerezi receiving station. Kwa hiyo tumekuwa na sehemu mbili hapo, tuna processing plant lakini pia tuna pipeline kwa maana ya transportation. Baada ya hapo gesi inasambazwa kwenda kwa mteja mmoja kwa watumiaji. Mtumiaji wetu mmoja anayetumia gesi kwa wingi ni TANESCO, ambaye anazalisha umeme. Tunavyojua sasa hivi zaidi ya 60% ya umeme unaozalishwa nchini unatokana na gesi asilia.
lakini watumiaji wengine ni wazalishaji kwa maana ya viwanda. Tuna viwanda vingi zaidi ya 50 vinatumia gesi asilia ikiwemo Dangote, Goodwill, Lodhia, Nafu na wengine wengi, Coca-Cola pia, Twiga Cement na wengine wanatumia gesi asilia kwa ajili ya kuzalisha bidhaa zao. Watumiaji wengine ni vyombo vya moto, lakini pia watumiaji wengine wa gesi asilia ni watumiaji wa majumbani na taasisi mbalimbali. Kwa hiyo mitambo hiyo yote inayofanya shughuli hizo za uchakataji, usafirishaji na usambazaji wa gesi asilia, Gasco ndio amepewa jukumu la kuiendesha, kuisimamia na kuitengeneza, kwa maana ya kwamba ikae katika ubora wake na iweze kutoa huduma kama ambavyo inahitajika. Kwa hiyo na kazi hiyo yote inafanywa na wahandisi wa Kitanzania, hatuna expert mzungu wala mchina, na sasa tuna zaidi ya miaka 10 tunafanya kazi hiyo bila kupata changamoto ambayo imepelekea miundombinu hiyo ikashindwa kufanya kazi yake kama inavyotakiwa. Ukiachana na hilo, Gasco pia amesajiliwa kama contractor class 1 ambaye ana uwezo wa kutengeneza miundombinu mipya ya gesi asilia kwa mteja mpya anapopatikana, kwa maana ya mteja wa viwandani, mteja majumbani na hata vituo vya CNG ambavyo vinatoa huduma kwenye magari. Kwa Gasco pia na uwezo wa kufanya kazi hiyo, na kazi hiyo pia inafanywa na sisi wahandisi wa Kitanzania ambao tumewezeshwa na tunaweza kwa kutekeleza majukumu hayo. Asanteni sana. Tumeingia kwenye sehemu ambayo inaitwa karibuni katika dunia ya uhalisia, yaani inaitwa visual reality, kama mkurugenzi mkuu wa TPDC alipoizungumza pale Pico. Sasa na ofisa wa TPDC atatuambia kidogo sasa nini na hiyo visual reality ni kitu gani haswa. Nashukuru sana, asante. Hapa unajua ukiwa unamwambia mtu bwana, serikali kupitia TPDC tumeweza kujenga miundombinu mikubwa na ya kisasa ya uchakataji na usambazaji wa gesi asilia katika nchi yetu, na ukiambia tumekuwa tunanufaika nayo, mwingine anaweza kafikiri ni hadithi tu, na huwezi kumpeleka kila mtu kwenye miundombinu kuona. Lakini hapa tumeandaa video ambayo ni ya mfumo wa 360 nyuzi 360, ambayo ni video halisi ya miundombinu ya uchakataji pamoja na visima pamoja na mabomba ya usafirishaji wa gesi asilia kutoka Madimba na Songosongo, yani Madimba Mtwara, Songosongo Lindi, mpaka Kinyerezi Dar es Salaam, na kuanza kusambaza hiyo gesi kwa watumiaji mbalimbali. Na nikwambie tu kwamba na kwa ajili ya mtazamaji wetu ni kwamba hii miradi au hii miundombinu toka kukamilika kwa mradi mpaka sasa hivi inaendeshwa, kukarabatiwa na kusimamiwa na kampuni yetu Tanzania inaitwa Gasco, kampuni ya Kitanzania, na wanaoendesha hiyo miundombinu wa Tanzania, na toka tuanze kuendesha hiyo miundombinu mpaka sasa hivi hatujawahi kupata tatizo lolote la gesi asilia. Labda nikuvalishe uweze kuona, maana na wewe inawezekana hujawahi kufika huko, labda uweze kuona ukashuhudia, pengine unaweza ukawaambia Watanzania kwamba tunapozungumza miundombinu ya gesi asilia tunamaanisha nini. Wapenzi watazamaji, hapa hawa TPDC wanaleta mambo ya maajabu. Yaani hapa nikiangalia najiona kama niko mahali kabisa penyewe, na naona yaani mpaka natamani nikaashike yale maji. Yaani hii mitambo hao wenzetu wazungu bwana, alafu kama naogopa kama nitadondoka, ngoja samani, naweza nikapata kizunguzungu. Jamani mtusamee vitu vingine hivi kwa umri wetu. Yaani ni kwamba naona kama napata kizunguzungu, nataka kudondoka. Wapenzi watazamaji, mambo mazuri sana TPDC mmeyafanya, na haya ndio mambo ya watoto wetu, generation ya kisasa. Sisi wazee ejigo, yani hapa nikiangalia mpaka natamani kujishika mahali ili nisianguke huku nimesimama. Lakini ni mambo mazuri sana, na kwa vile mmeshiriki Sabasaba tangu mwanzo mpaka sasa, mwitikio ukoje kwenye banda lenu na wananchi wanasemaje? Sana? Mwitikio kwenye banda letu ni mkubwa sana. Toka tufike hapa tumepokea viongozi mbalimbali, lakini pia tumepokea wakurugenzi wa taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi za umma, lakini pia taasisi za watu binafsi. Lakini tumepokea watu ambao wamekuja kwa ajili ya kuona opportunities kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda na kadhalika. Bidhaa yetu ya CNG inauza sana na imeleta msukumo mkubwa. Lakini kikubwa watu ambacho wamekuwa wanakiona, labda pengine walikuwa ni maoni yao makubwa, ni kuona kwa kiasi gani TPDC kama shirika la taifa la mafuta
kwa kiasi gani ambavyo limejipambanua au limejipanga kuhakikisha kwamba taifa linanufaika na bidhaa hizi au rasilimali za mafuta na gesi, na haswa wakitaka kuona miaka inayokuja sisi kama TPDC tumejipanga vipi. Wanajua kuna gesi asilia iko Dar es Salaam tunatumia, na mikoa ya Lindi na Mtwara wanatumia, lakini pia wanataka ivuke mipaka na wanataka kufahamu pengine shirika lina mikakati gani kuhakikisha kwamba gesi inavuka mipaka, na wanapata taarifa. Mfano sasa hivi tuna mradi wa kupeleka gesi bomba kubwa mpaka Chalinze, maana tutaweza kusave viwanda mbalimbali hapo na watumiaji wengine, lakini wamefahamu kwamba kumbe kila Mtanzania amenufaika na gesi asilia, kwa sababu umeme gesi asilia kwa miaka mingi imekuwa chanzo kikuu cha umeme hapa nchini na umeme unamnufaisha kila mtu. Lakini pia wanataka kuona kwamba mtu akwambia, je, kwa hiyo bwana sisi tumeishia kwenye gesi tu, gesi asilia, mafuta vipi? Au Mungu hajatujalia hiyo neema, kwamba tunaendelea kutafuta. Nchi hii ina zaidi ya kilomita 900, kati ya hizo zaidi ya 500, zaidi ya nusu ya nchi tunasema inafaa kwa utafiti wa mafuta na gesi asilia, na vitalu vipo. Kwa mfano kitalu cha Iyasi Wembere, kitalu ambacho sifa zake za kijiolojia, kijiokemikia zinafanana kabisa na sifa ambazo wenzetu Uganda na Kenya kwenye bonde la Ufa lile wameweza kugundua mafuta, na sisi tumeendelea na utafiti. Sasa hivi tuko kwenye hatua ya kufanya data za mitetemo kwa kutumia pesa zetu za ndani, na kikubwa zaidi sio tu pesa, kwamba sasa hivi hata wataalamu wetu wa ndani wana uwezo wa kufanya tafsiri ya taswira hizo za mitetemo ambazo tumefanya kwa mfumo wa 2D. Kwa hiyo mwananchi akisikia maana pengine tunaweza tukagundua mafuta, kumbe shirika linaendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba tunajitegemea kiuchumi. Kama nilivyosema mwanzoni pale, nishati ni ulinzi, ni usalama wa taifa. Kama una nishati kutegemea za wenzako, siku likitokea lolote, ukikosa hapa nishati, kila kitu kinasimama. Lakini sisi kama TPDC tunaendelea kufanya kazi kwa bidii na juhudi kuhakikisha kwamba tunalihakikishia taifa usalama wa nishati na uwepo wa nishati ya uhakika. Na anachosema vizuri sana, sio tu nishati ni usalama wa nchi, nishati pia ndio uhai wa taifa, kwa sababu bila nishati huwezi kupika. Na kitu kizuri ambacho TBT wanafanya tangu ile 78 wakati wa vita na Nduli Amini, wanaotuletea mafuta ni rafiki zake Amini, wakasema tupelekee Tanzania mafuta ili ikose. TPDC ikaingiza mkono, ikaingiza miguu mizima mazima, ikaleta mafuta. Na toka pale sasa, ina maana kwa ajili ya usalama wa nchi kuna baadhi ya sekta zisiachiwe kila kitu sekta binafsi. Yani kwa ni sehemu muhimu kama hii, hata wenzetu wazungu wa Uingereza, yani kwa mfano kule Uingereza, yani ile British Gas, alafu ile London Underground, alafu kampuni ya simu ya British Telecom, yani kampuni ya umeme ya British Power, hizo zinashikwa na serikali. Yani usiwachiwe watu binafsi wakaja siku moja kutukatia umeme. Na wanachofanya TPDC ni kitu kizuri, makampuni binafsi yaagize mafuta, lakini pia serikali na kampuni yake, likitokea jambo la kutokea, serikali inaingiza mkono na tunabaki salama kabisa. Tunaendelea na banda hili la TPDC, tutazungumza na watu wawili watatu na kwenda pale nje kwenye gini. Mimi naitwa Grace Edward Chigugu, ni afisa masoko Tanoel Investments Limited, kampuni tanzu ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Hapa ni kampuni tanzu ya TPDC ambayo inajihusisha na uagizaji na uuzaji wa bidhaa za petroli, kampuni ya kimasoko ya mafuta, yani oil marketing company. Na kwa sasa tunauza mafuta ya petroli pamoja na diesel kwa bei ya jumla. Kwa kuwa hii ni kampuni tanzu ya TPDC na TPDC imejipatia jina zuri katika utendaji kazi wake, hivyo umeifanya Tanoel ilikuwa katika nafasi nzuri kwa upande wa biashara hii ya mafuta. Makampuni mengi na taasisi mbalimbali zinatamani kufanya kazi na Tanoel kama kampuni ya serikali, ikizingatia inafuata miongozo na maadili, lakini pia ikifanya biashara hii kwa weledi kama kampuni tanzu ya TPDC. Naitwa Oscar David Mwakasege, ni afisa maendeleo ya jamii mwandamizi kutoka TPDC. Sambamba na shughuli za utafutaji, uendelezaji wa nishati mafuta na gesi nchini, TPDC pia tuna program ya kuwajibika kwa jamii maarufu kama CSR. Shughuli hizi tumejikita katika kurudisha kwa jamii kupitia
katika sekta ya elimu, sekta ya afya, maji, michezo na utawala bora. Dhamira ya TPDC ni kuhakikisha kwamba rasilimali ya gesi na mafuta nchini inakuwa ni kichocheo cha uchumi na ustawi wa jamii. Kwa hiyo kupitia programu hizi TPDC imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali ya afya, ya elimu, ya maji na michezo na utawala bora kwenye maeneo yote ambayo TPDC inafanya shughuli zake za utafutaji, uendelezaji wa nishati ya mafuta na gesi nchini. Mfano wa shughuli hizi zinafanyika katika mkoa wa Mtwara, mkoa wa Lindi na mkoa wa Pwani pamoja na Dar es Salaam. Lakini nje ya hapo pia tuna maeneo mengine ya mikoa ya Nyanda za Kati, kaskazini, ambapo kuna kitalu cha bonde la Yasuembere. Pia shughuli hizo zinafanyika za kurudisha kwa jamii kwenye maeneo hayo. Kwa ujumla TPDC tunawajibika kwenye jamii kuhakikisha tunaleta ustawi na kuona na kuwafanya wananchi waone faida za moja kwa moja za rasilimali ya mafuta na gesi nchini. Sehemu ya mwisho ya banda la TPDC ni sehemu ambayo mnaona kuna mama anashughulika na chakula, anapika na gesi. Mama, hiki chakula kinapikwa na chakula kweli au mnaonyeshea tu chakula? Mpenzi mtazamaji, bwana mama anatuponza saizi na hii harufu ya pilau, ana chakula kinanukia vizuri. Jamani, haya mambo ya kupika na gesi yanafanyika kweli hapa TPDC, na mnaweza mkaona wanaita gesi asilia jikoni kwako, na TPDC wanapika kwa gesi kweli. Alafu tunakwenda kumalizia sehemu ya mwisho pale nje kwenye lile gari la gesi. Karibuni. Hii ni gari ambayo tunasema ni dual system fuel car. Hii gari inatumia mifumo miwili, ina mfumo wa gesi asilia na mfumo wa mafuta. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na gari ya petroli unakuja tu unaongezewa mfumo mwingine, kwa mifumo yako miwili yote inakuwa unayo. Na hii inaondoa hofu ya watumiaji wa magari au wamiliki kwamba nikiweka gesi nikienda sema hamna gesi, gari yangu naendeshaje? Tunaambia bwana, hakuna shida, kwa sababu mfumo wako wa mwanzoni unakuwa upo. Kwa hiyo hii ni gari ambayo inatumia, hii ni kilo 11 ya gesi asilia, na kimsingi vitu ambavyo vinavyoongezwa ni vichache tu. Kama hapa nao kuna mtungi, lakini pia huko mbele ukienda, labda tuangalie, utaona kuna vifaa vichache sana vimeongezewa kwenye engine yako. Umeona kuna kama hizo nozzle, sehemu ya kujazia, kuna pressure gauge na vitu vingine havionekani. Kwa mfano kale ka mini control box ambacho kinasimamia mfumo wa gesi. Unajua gari inakuwa na control box ambayo ndio kama ndio kichwa, ndio computer ya gari. Sasa mfumo ule hauaccommodate mfumo wa gesi. Kwa kinachofanywa ni kwamba unaongezewa kama mfumo kingine, ka brain kingine ambacho chenyewe kanafanya kazi pamoja kuwasiliana na mfumo wa mafuta, ili unapowasha gari yako, kama unatumia gesi asilia basi gari itumie gesi, isichanganye. Kama unatumia mafuta basi gari itumie mafuta, usichanganye. Lakini mtumiaji anapewa room, anapewa wasaa kuweza kuchagua kwamba sasa nitumie energy ipi. Kwa hiyo utaona hii ni gauge ya petroli ya kawaida, inaonyesha hapa kiasi cha mafuta kilichopo hapa, lakini hii ni gauge ya gesi ambayo inaonyesha kiasi cha gesi kilichopo. Kwa hiyo ukiangalia hapa, kwa mfano sasa hivi gari yetu inatumia gesi asilia. Kwa nini? Utaona hii light ya gesi iko on, lakini gauge yako pia iko on. Lakini mteja anapoamua kubadilisha, sasa nataka nitumie mafuta, anabonyeza hapa katikati. Akibonyeza anahama mfumo, anatumia mafuta sasa hivi. Kwa hiyo kinachowezesha hizo ni ile mifumo miwili iliyowekwa ili ifanye kazi kwa pamoja. Kwa nini tunahamasisha matumizi ya gesi asilia? Tunahamasisha matumizi ya gesi asilia kwa sababu kwanza gesi asilia ni ya kwetu. Kama ya kwetu, hata bei yake haiyumbishwi na kupanda kushuka kwa dola au vurugu zingine za duniani kama sasa hivi tunavyojua hayo masuala ya hapo Hormuz na kadhalika. Kwa hiyo kwa sababu tunaitoa Lindi na Mtwara, matatizo ya nje yanakuwa hayatuhusu. Na maana ukiona kwa miaka mingi sasa hivi bei ya gesi imebaki kuwa 1550 kwa kilo. Hiyo moja. Lakini cha pili, kuwa ya kwetu ya kwanza, lakini cha pili tunaokoa pesa za kigeni, kwa sababu tunapokuwa na magari mengi yanayotumia gesi asilia, maana yake tunapunguza ununuzi wa mafuta ambayo mengi tunanunua kutoka nje ya nchi. Cha tatu, tunalinda mazingira. Gesi asilia ni salama zaidi kuliko petroli na mafuta mengine. Lakini kingine ambacho ni kikubwa ni kwamba mwananchi anafanya saving. Huu bao hapa utaona tumefanya mlinganisho au kulinganisha, tunalinganisha gesi asilia, anayetumia gesi asilia na anayetumia mafuta. Tunasema kwamba ukitumia kilo moja ya gesi, umbali ambao utaenda kilo moja ya gesi, utaenda almost lita 1.5
ya petroli. Sasa hapo haijalishi gari yako inakunywa petroli kiasi gani, lakini huo ndio ulinganifu wake, ambao kilo moja ya gesi tunaona inauzwa kwa shilingi 1550. Sasa ukichukua lita 1.5 ya petroli ni kwamba unaenda karibu kwenye kwa bei ya leo 3900, maana yake unaenda kwenye 6 kasoro hapo. Kwa hiyo unajikuta mwananchi anafanya saving kubwa kuliko angekuwa anatumia mafuta. Kwa hiyo inamfanya mwananchi ile kiasi cha pesa ambazo kwa anatumia kununua mafuta, ile saving anaweza kufanya mambo mengine ya msingi ambayo yanamsaidia katika shughuli zake za kibiashara, lakini savings za kawaida tu. Kwa hayo ndio manufaa ya gesi asilia. Changamoto nyingi ilikuwa vituo. Kwa muda mrefu watu wanaamika vituo vichache na nini, viko Dar es Salaam tu, lakini sasa hivi tunaona kuna vituo zaidi ya 18 katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini TPDC pamoja na sekta binafsi tunaendelea kuhakikisha kwamba gesi inawafikia wananchi kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa mfano sasa hivi TPDC tuna miradi ya kupeleka gesi mkoa wa Morogoro na mkoa wa Dodoma, lakini Tanga, Kilimanjaro na Arusha. Na miradi mingine, kwa mfano tuna miradi ya kufanya mini LNG. Mini LNG maana yake tunawezesha kuisindika gesi kwa kimiminika na kuweza kupeleka umbali mrefu zaidi ili kuhakikisha kwamba matumizi mbalimbali ikiwemo matumizi ya viwanda, matumizi ya majumbani, matumizi ya kwenye magari na kwenye migodi yanakuwa yanawezekana. Kwa hiyo gesi asilia ni ya kwetu, tunanufaika nayo na tunajenga uchumi wetu kupitia gesi yetu asilia. Kufikia hapa ndio tumefikia mwisho wa mfululizo wa vipindi hivi vya Sabasaba na PPR. Shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa vibali kwa PPR kushiriki maonyesho. Shukrani pia kwa TanTrade kwa ajili ya kutuwezesha na kufanya mambo mazuri sana kwenye maonyesho haya. Shukrani zangu pia ziende kwa wale washiriki wadau ambao wametangaza na PPR. Kwa niaba ya timu yangu ya PPR ambao tumeshiriki kwenye maonyesho haya kwa ushirikiano na partnership nzuri sana na vijana wa UBX Media, wamefanya kazi nzuri. Chief cameraman wangu Emmanuel Mwingira, timu yangu ya PPR na mshauri wangu mkuu na mshauri maalum Neli Matei Mwingira. Naitwa Pascal Mayala, asanteni na kwaheri.